Leo nitawaeleza filamu ya vitendo, sayansi bunifu na ya kutisha inayoitwa Cold Skin. Kuna mambo ya filamu yatakayofichuliwa mbele, hivyo kuwa makini na ujilinde. Kamwe hatuko mbali sana na wale tunawachukia, na kwa sababu hiyo hiyo kamwe hatutakuwa karibu kabisa na tunawapenda. Mawazo haya ya kutisha yanaendelea kumwandama kijana mmoja Mwingereza anaposafiri kwa meli kuelekea kisiwa cha Bali katika bahari ya Atlantic ya Kusini, ambako ameenda kufanya kazi kama mtaalamu wa hali ya hewa. Akiwa amezama katika mawazo yake, Captain Axel anamkaribia na kumwashia sigara, kisha anamwambia kwamba wanakaribia kufika. Mnamo Septemba mwaka 1914 hatimaye wanafika kwenye kisiwa hicho, lakini hakuna mtu anayewapokea. Kijana huyo alikuwa ametumwa kuchukua nafasi ya mtaalamu mwingine wa hali ya hewa aliyekuwa akifanya kazi katika kisiwa hicho, lakini inaonekana hakuna dalili yote ya kuwepo mtu mahali pale. Captain Axel anaandamana na kijana huyo kumtafuta mtaalamu huyo wa awali ili kuhakikisha kwamba yuko salama. Wakiwa njiani wanafika kwenye mnara wa taa na kubisha hodi, lakini hakuna anayejibu. Kijana huyo analazimika kuvunja mlango na kuingia ndani. Huko anakutana na mtu mwingine pekee anayepatikana kwenye kisiwa hicho, ambaye anaitwa Gruner, ambaye ni mtaalamu wa taa za kuashiria meli. Gruner anawasalimia kwa ukali na bila furaha. Captain Axel anapomuuliza kuhusu aliyekuwa afisa wa hali ya hewa, Gruner anajibu kwa mtu anayemtafuta alikufa kutokana na ugonjwa wa homa ya matumbo ya typhus. Gruner haonekani kujali uwepo wao. Anaendelea kutembea akiwa uchi, jambo ambalo linamkera Captain Axel na kijana huyo. Hatimaye wanaondoka kwenye mnara wa taa. Captain Axel anapomwaga kijana huyo, anaanza kutembea na kuzunguka kisiwa akitafakari maisha yake ya baadaye huko. Kama ilivyokuwa kwa mtaalamu wa hali ya hewa aliyemtangulia, atalazimika kukaa kwenye kisiwa hicho kwa miezi 12 akichunguza nguvu na mwelekeo wa upepo kabla ya mtu mwingine kuja kuchukua nafasi yake. Anaporudi kwenye kibanda chake ili kupanga vitu vyake, anakuta shajara ya mtaalamu wa hali ya hewa aliyemtangulia. Kutokana na shajara hiyo, anagundua kwamba jina la mtu huyo lilikuwa ni Adul. Ndani ya shajara hiyo anaona michoro mbalimbali, picha ya mke wa Adul na hata mchoro wa mnara wa taa ukiwa umezungukwa na viumbe vya ajabu. Asubuhi inayofuata kijana huyo anakuta duara za ajabu zilizotengenezwa kwa mawe kwenye mchanga. Kisha anaelekea karibu na pwani akiwa na darubini ili kuanza kazi yake. Anapotazama kupitia darubini hiyo, anamwona Gruner akiwa uchi akifanya mazoezi ya kunyoosha mwili kana kwamba anajiandaa kwa siku nyingine ndefu ya kutofanya chochote. Usiku huu kijana huyo akiwa anasoma, anasikia sauti ya kitu kikijikokota nje ya mlango wake. Anadhani huenda ni Gruner, lakini sauti hiyo inaendelea kuongezeka, ikifuatwa na mikwaruzo na milio ya kunguruma. Ghafla mkono wa kiumbe mwenye ngozi kama ya mnyama wa kutambaa unaonekana chini ya mlango. Kijana huyo anakanyaga mkono huo mara moja, jambo linalomkasirisha kiumbe huyo. Anaposikia sauti zaidi za kiumbe, anajificha chini ya sakafu, huku viumbe hao wakijaribu kuingia kwenye kibanda chake. Viumbe hao wanashambulia kwa nyumba yake, lakini wanagundua kwamba hakuna mtu ndani. Baada ya kusikia hatua zao zikikoma, kijana huyo anachungulia kupitia tundu dogo kwenye sakafu. Kiumbe huyo pia kinachungulia kupitia tundu hilo. Kijana huyo anatumia nafasi hiyo na kukichoma jicho kwa kisu. Akiwa amejawa na hofu, anajifungia chini ya sakafu usiku mzima. Siku inayofuata anamuita Gruner na kumsihi amruhusu kuingia kwenye mnara wa taa, lakini Gruner anakataa. Akiwa amedhamiria kupigana, kijana huyo anarudi kwenye kibanda chake na kutumia siku nzima kukiimarisha. Pia anapata bunduki mpya pamoja na risasi. Sasa anajiona yuko tayari kukabiliana na viumbe hao wasiojulikana. Usiku unapoingia, kundi kubwa la viumbe linaanza kujitokeza kutoka gizani na kusogea taratibu kuelekea kwenye kibanda chake. Kijana huyo anajiandaa na kuanza kuwapiga risasi mmoja baada ya mwingine, lakini hatimaye anagundua kwamba hana namna nyingine zaidi ya kuwasha moto, kwa sababu viumbe hao ni wengi kupita uwezo wake wa kukabiliana nao. Moto unawafanya viumbe hao kukimbia, lakini wakati huo unateketeza kibanda chake. Kijana huyo anakimbia kutoka kwenye nyumba yake inayowaka moto. Kwa bahati nzuri, mvua inaanza kunyesha kabla kibanda hakijateketea kabisa. Siku inayofuata anamwona Gruner akitoka kwenye mnara wa taa. Kijana huyo anamfuata kwa siri hadi kwenye eneo la miamba. Anapokaribia kumvamia Gruner, ghafla kiumbe wa kike mwenye rangi ya blue kutoka baharini anamshambulia. Kijana huyo anamwelekezea bunduki, lakini Gruner anamzuia asimpige risasi kwa kumuonesha kwamba kiumbe huyo ni dhaifu na hana uwezo wa kujilinda. Kijana huyo anatumia nafasi hiyo na kumpa Gruner baadhi ya vifaa vyake kwa makubaliano ya kupata hifadhi kwenye mnara wa taa. Gruner anamuita kijana huyo rafiki ili kumfanya yule kiumbe wa baharini amtambue kama mmoja wao.
Baadaye kijana anaingia kwenye kibanda cha rafiki huyo ili kuchukua vifaa vyake. Hapo kijana huyo anagundua kwamba mtaalamu wa hali ya hewa aliyemtangulia hakufa kwa ugonjwa wa typhus kama Gruner alivyosema. Badala yake aliuawa na viumbe hao wa baharini. Gruner anamwambia kwamba wanapaswa kurudi kwenye mnara wa taa kwa sababu jua linakaribia kuzama na viumbe hao wanaweza kushambulia tena. Wanabeba vifaa vyao hadi kwenye mnara wa taa. Baada ya kutembea kwa muda mrefu, yule kijana anazimia. Asubuhi moja anaamka na kumkuta yule kiumbe wa kike wa baharini akimlamba mkono wake akijaribu kuponya majeraha ya moto aliyoyapata. Anagundua kwamba alikuwa amelala kwa siku 2. Baadaye anamtafuta Gruner na kuhesabu risasi walizonazo. Gruner anamueleza kwamba kiumbe huyo ambaye yeye humuita Todi ni kama mbwa ambaye hatamwacha bwana wake hata kama bwana huyo anamtendea kwa ukatili kiasi gani. Kijana huyo anamwangalia Todi kwa mshangao, akivutiwa na uwepo wake na kuanza kuhisi kwamba yeye ni tofauti na viumbe wengine. Hata hivyo, Gruner anamwonya asimwamini kabisa kwa sababu anaamini kwamba utulivu wa ukimya wake vinaweza kuficha nia mbaya. Kisha Gruner anamwonya kijana huyo sehemu nyingine za mnara wa taa na kumpeleka hadi juu kabisa. Kijana huyo anashangaa kwa nini Gruner aliamua kubaki kwenye kisiwa hicho wakati alikuwa na nafasi ya kuondoka. Gruner anamweleza kwamba sasa hawezi tena kurudi kwenye ulimwengu wa kistaarabu kwa sababu kwenye kisiwa hicho amekuwa bwana wa hatima yake mwenyewe. Hata hivyo, kijana huyo anamwambia Gruner kwamba ataondoka mara tu atakapoona meli nyingine ikipita. Gruner anamtakia kila laheri. Baadaye siku hiyo, kijana huyo anatafakari jinsi siku chache tu za kuishi peke yake zilivyombadilisha. Akiwa anarekebisha vitu vyake, anashangazwa na uwepo wa Todi. Anamwangalia huku kiumbe huyo akila mshumaa bila kujua madhara yake. Kijana huyo anajaribu kumweleza matumizi ya mshumaa huo. Ghafla Gruner anamuita na kumwamuru achukue bunduki yake. Usiku huo kijana huyo anamwangalia Gruner akijiandaa kwa ajili ya shambulio. Gruner anamwelekeza kile anachopaswa kufanya. Kisha anapiga risasi ya ishara angani kuashiria mwanzo wa usiku mwingine mrefu wa mapambano. Wakati huo huo Todi anaanza kulia kwa sauti kubwa kuelekea angani. Mara moja kundi kubwa la viumbe wa baharini linaanza kuwavamia. Gruner anaanza kuwafyatulia risasi, lakini kijana huyu anazidiwa na hofu. Anabaki kwenye nafasi yake kisha anaanza kurudi nyuma taratibu hadi anazimia. Gruner anaachwa peke yake akipambana na kundi hilo la kutisha la viumbe wa baharini. Siku inayofuata Gruner anakasirika kwa sababu ya uzembe wa kijana huyo. Anamwamuru badala yake aende kuchota maji. Kijana huyo anaenda kuchota maji na anaporudi anasikia sauti ya kugonga na kulia kutoka kwenye chumba cha Gruner. Kwa mshangao mkubwa anamkuta Gruner akifanya tendo la ngono na yule kiumbe wa baharini. Kijana huyo anaondoka mara moja. Baadaye siku hiyo Gruner na kijana huyo wanakula chakula cha mchana wakiwa kimya na katika hali ya wasiwasi. Kijana huyo hawezi kumkabili Gruner kuhusu alichokiona kwa sababu anajisikia kwenye hatia na pia hana raha. Hata hivyo, Gruner anavunja ukimya kwa kugonga meza na kumwambia kijana huyo kwamba amebakiwa na nafasi moja tu ya mwisho. Usiku huo Gruner anaanza kuwavutia viumbe hao kwa kutumia bunduki ya kutoa ishara. Mara tu viumbe hao wanapotokea, kijana huyo anaingiwa tena na hofu. Gruner anamfungia nje kwenye roshan, akimwacha ajilinde mwenyewe dhidi ya viumbe hao. Licha ya kusikia milio ya risasi na kilio cha kijana huyo nje, Gruner analala. Jua linapochomoza, Gruner anashangaa kumwona kijana huyo akiwa bado hai. Mwili wake umefunikwa damu huku akimwangalia Gruner kwa macho yasiyo ya hisia. Miezi inapita, wanaume hao wawili wanaanza kuzoea maisha yao mapya. Viumbe hao wanawashambulia usiku kadhaa mfululizo na kulazimisha wawili hao kukesha kila mara ili kujilinda. Siku zote zinafanana, usiku unazidi kuwa mrefu, na katika mazingira hayo ya kutengwa kabisa na dunia hii, ni nguvu za asili pekee ndizo zinazowasaidia kubaki na akili zao timamu. Wanafanikiwa kuishi pamoja, ambapo kazi ya kila siku ya Friend ni kuchota maji huku Gruner akihakikisha silaha zao ziko tayari. Siku moja Friend anaanza kuhisi kwamba viumbe hao wanarudi kwenye mnara wa taa kwa lengo la kumchukua yule kiumbe wa kike wa baharini. Hata hivyo, bado anajiuliza kwa nini kiumbe huyo anaruhusu viumbe wa aina yake kuuawa, na kwa nini kuna baadhi ya usiku ambao viumbe hao hawashambulii kabisa. Gruner hajali sababu ya viumbe hao kuja, anachojali ni kuwaangamiza wote. Baadaye Friend anarudi kwenye kibanda chake cha zamani kilichochakaa ili kuchukua baadhi ya vitu vyake, lakini anapofika anagundua jinsi alivyobadilika. Anajitazama kwenye kioo na kupunguza ndevu zake, akitumaini kurejesha kwa kiasi fulani sura yake ya zamani. Akiwa njiani kurudi kwenye mnara wa taa, anakutana na mifupa mikubwa ya nyangumi.
anachukua kipande cha mfupa huo na kuendelea na safari yake. Usiku huo hakuna shambulio lolote. Hali hiyo inamfanya Friend kutafakari kwamba wakati mwingine kipindi cha kusubiri vita kinaweza kuwa kibaya zaidi kuliko vita yenyewe. Hata hivyo wanatumia muda huo kujiandaa kwa shambulio lijalo. Friend anapozunguka eneo hilo anamwona yule kiumbe wa baharini na kwa mara ya kwanza anamkaribia. Anapogusa ngozi yake yenye baridi, anaanza kumpenda na kumzoea kiumbe huyo wa ajabu. Anampa jina Anaris. Wakati huo Gruner anamtumia Anaris kwa maslahi yake mwenyewe, akimfanya kuwa mtumishi wake na pia mtumwa wa ngono. Jioni moja Gruner anamwalika Friend kucheza mchezo wa chess. Wakati anacheza, kijana huyo anamweleza Gruner kuhusu uchunguzi na nadharia zake kuhusu uwepo wa viumbe hawa baharini. Lakini Gruner anamwambia anyamaze na aendelee kucheza, huku akimtaka Friend amshinde kwa kumpa checkmate. Ghafla Gruner anachukua bunduki yake na kuielekeza upande wa nyuma ya kijana huyo. Hakikisha umesubscribe ili upate sehemu inayofuata. Like, share na comment. Asante.